Takriban watu 5 wamethibitishwa kufariki baada ya jengo lililokuwa likijengwa kuporomoka katika eneo la Suneka, kaunti ya Kisii. Wengine 3 walipata majeraha mabaya na kukimbizwa katika hospitali ya mafunzo ya rufaa ya Kisii. Akithibitisha kisa hicho, kamishna wa kaunti ya Kisii Joseph Kibet aliambia NTV kuwa jumba hilo lililoanguka lilikuwa limekwama kwa muda mrefu kabla ya mmiliki kurejelea kazi ya ujenzi. Oko Kusa bila shaka ameituma taarifa hiyo na nikaitia sauti. Mkasa huo unaripotiwa kutokea majira ya saa 10 alfajiri wakati wafanyakazi walipokuwa wakipandisha matofali hadi orofa za juu baada ya kufikishwa eneo hilo na mmiliki wa jengo. Huyo ni bwanangu, alikuwa hapa ndani, alikuja kuchukua pesa na leta matofali huku. Ndio nisikia saizi eti huyo ghorofa imeanguka. Waliokuwepo eneo hilo wakati jengo hilo lilipoporomoka wanasema kulikuwa na kishindo kikubwa na kufuatiwa na vumbi kubwa kabla ya kusikia watu wakipiga kelele na kulia wakiomba msaada. Tulikuwa tunampigia simu ilikuwa inalia lakini hasiki simu. So tulikuwa tunaongea tu ndani. So all of a sudden simu imeenda off. Idadi isiyojulikana ya wafanyakazi walinaswa chini ya vifusi kwa saa kadhaa kabla ya waokoaji kufanikiwa kuwatoa, 5 wakiwa hawana uhai na wengine 3 wakiwa majeruhiwa vibaya. Already tumetoa 2, mmoja alipelekwa asubuhi akafika hapo kwa hospitali na mwingine tumemtoa saizi, lakini vile tumepata habari saizi alifika njiani wakati anapelekwa kwa hospitali amekufia kwa njia. Juhudi za uokoaji ziliendeshwa kwa pamoja na wafanyakazi wa Msalaba Mwekundu, maafisa wa utekelezaji wa kaunti, polisi na watu wa kujitolea waliokuwa wamefika eneo la mkasa. Nyumba ingeanguka kama ni nyumba ilikuwa imetengenezwa kwa njia iliyo kawaida. Ile material yenye imetumika hapa ni material duni yenye hata iwezi kusaidia, hata anashindwa na watu wengine. Kama unataka utengeneze nyumba, kwa maana sio mtu unatengenezea, ni wewe mwenyewe unajitengenezea. Waokoaji walilazimika kustahimili shida kutokana na umati wa watu waliokuwa wakitaka na matukio. Naibu Gavana wa Kisii Elijah Obeba, baadhi ya wajumbe wa bunge la kaunti walikuwa maafisa wakuu wa kwanza kutoka serikali ya kaunti kuzuru eneo la tukio. Wenyeji hata hivyo walikashifu kile walichokitaja kuwa mwitikio wa polepole kutoka kwa timu za dharura na maafisa wa kaunti. Polisi wameanzisha uchunguzi kuhusu tukio hilo.